Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Alhaji Azam Kufaube, mwenyekiti wa chama kikuu cha MAMCO. Awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo kufanikisha kufanya mnada wetu wa kwanza katika eneo la MAMCO ambao tumefanyia katika halmashauri ya Nanyamba. Lakini pia mnada wetu kama mnavyofahamu umebadilishwa mara mbili. Mnada wetu wa kwanza tulikuwa uwe tarehe 3 mwezi wa 10. Lakini baadaye tukapata mabadiliko mengine kwa maana tukaweka tena tarehe 10. Lakini kwa sababu ya changamoto ya kimtandao walivyokaa kamati ya mkoa wakasogeza mbele tena. Ikafikia leo tarehe 11. Lakini kama mnavyofahamu kila mabadiliko yalivyokuwa yanafanyika ndivyo wakulima kila wanapoleta mzigo. Maana yake mzigo wetu tungekuwa tuliuza tarehe 3, nadhani mpaka leo tungekuwa na minada miwili au mitatu. Lakini sasa kutokana na kuchelewa kwa minada mpaka kufikia leo kilo ambazo zimeingizwa katika mnada wetu wa kwanza maana yake ilikuwa tani 40,89,256. Maana yake ni korosho nyingi sana. Lakini sisi tulipokuwa tunafahamu kwamba kila mkulima alikuwa anahitaji kuwahi mnada wa kwanza, tukasema twende tuzipeleke zote. Kibiashara ingekuwa ni korosho za watu wachache, tungesema tusigawe. Zingine tuzipeleke kesho, zingine tupeleke siku nyingine. Lakini tukasema kila mkulima anahitaji kuona anaenda kuwahi mnada wa kwanza. Tulivokana kamati tukasema twende tuzipeleke zote. Baada ya kuzipeleka zote hizi korosho, Mwenyezi Mungu amejalia tumeuza tani 35,445,155. Lakini tani zilizobakia tani 5,444,311. Na korosho hizi maana yake tumeuza kwa bei ya juu 2,510 na bei ya chini 2,310. Lakini jumla ya loti tulikuwa na loti 205. Maana yake loti ni nyingi na korosho nyingi. Kwa hiyo niwashukuru sana, na kazi yangu iliyobakia ni moja tu. Baada ya kukaa hapa kwa muda mrefu na kufuatilia mwenendo wa minada, jukumu letu ni moja. Wakulima mliopo hapa mpo kwa ajili ya kuwakilisha wakulima ambao hawapo katika eneo hili. Kwa hiyo kama mwenyekiti wa chama kikuu ndio nasimamia katika uratibu mzima wa kuwauliza wenzangu, na hapa nyinyi ndio wenye jukumu la kuuza mzigo huu kwa niaba ya wakulima ambao wapo huko majumbani. Kwa hiyo wajibu wangu wa sasa ni kuwauliza. Bei tumezisikia, wanunuzi namna walivyoshindana. Kwa hiyo swali langu nauliza kwamba tunauza tuuze. Niwashukuru sana kwa maana kwa uvumilivu wenu mkubwa mnamuonesha. Kwa sababu sio kazi rahisi kukaa tangia asubuhi mpaka sasa hivi mnavumilia kwa ajili ya kufanya maamuzi haya kwa niaba ya wakulima ambao wapo majumbani na sisi tumekuja kuwakilisha. Kwa hiyo nikifikia hapa niseme mnada huu ninaufunga. Pia tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kutafika leo. Mimi kwa tuseme tu kwamba tunaimani kwenda vizuri. Nimesikia minada ya maeneo mengine tumeanza vizuri, hata hapa naimani tunakwenda vizuri. Kwa kila mtu kwa nafasi yake tuendelee kuomba dua, tunaimani mambo yote yatakwenda vizuri. Na leo kwa mara ya kwanza mnada utakuwa na nadhani wa kipekee kwa sababu tunasikia mengi hapo, nasema ni tani 40 hajawahi kutokea katika historia. Kwa hiyo tunaenda kuandika historia mpya katika mnada huu. Kwa baada ya kusema hayo machache, inaona pia tuko sawa. Kwa hiyo tunatakia kila la heri tunapata mnada wetu siku leo. Asante. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tulikuwa na tani 40, mwenyekiti ameshatoa maelekezo kwamba zilizobaki basi utauza kwa minada inayokuja. Na kwa tathmini kama tulikuwa na tani 40, tumeuza 35. Kwa hiyo kwenye asilimia 90 kitu. Kwa hiyo niwapongeze, lakini ni warai wakulima tuendelee kukusanya korosho zenye ubora ili tuzidi kuuza korosho zetu kwenye minada inayofuata. Lakini jambo jingine ambalo nataka niwaambie watu wa ushirika sasa, kwa maana makatibu, tayari kuna korosho zimeuzwa tani 35.
Ni imani yangu sasa mtaenda kuchakata malipo kwa wakati. Wakati huu tunasubiri wanunuzi kulipa fedha, na rai yangu kwa chama kikuu pia niwaelekeze, leo hakuna kulala, invoice zitoke leo, na mimi kesho asubuhi nitafuatilia kuhakikisha kwamba invoice zote zinaenda kwa wanunuzi, ili kesho waanze kuingiza fedha. Kesho kutwa basi wakulima wale ambao tayari itakuwa wamepeleka miamala malipo waanze kulipwa, na hii mpaka kufikia Ijumaa. Sitaki kuona AMCOS hajapeleka michanganuo ya malipo kwenye vituo vyetu vya malipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa muda huu ambao umeniruhusu, lakini hayo ndio yalikuwa maelekezo yangu ya mkoa. Asante sana. Nimeziona, nimezipokea katika hali ya furaha kwa sababu ndio soko linaanza. Kwa hiyo soko linapoanza linaweza kuanza kwa namna yoyote ile, then linaweza likaisha vizuri au likaisha vibaya. Ila tunashukuru kwa sababu korosho tulizozikusanya tumeuza karibu 95%. Hiyo ni mwanzo mwema kwetu.